Kabla hatujaanza hadithi yetu ya leo, kama unapenda hadithi za kusisimua za wanyama zilizojaa hekima na mafunzo mazuri, tafadhali bonyeza subscribe, like na share video hii ili watu wengi zaidi waweze kufurahia hadithi hizi. Usisahau pia kuwasha kengele ya arifa ili uwe wa kwanza kupata hadithi mpya kila tunapochapisha. Sasa kaa vizuri, tulia na ujiandae kusikiliza hadithi ya kusisimua sana kuhusu sungura na fisi. Siri ya pango la giza. Usiku mmoja wa giza nene ulitanda juu ya msitu mkubwa. Nyota zilikuwa zimejificha nyuma ya mawingu mazito na upepo ulipuliza polepole kana kwamba ulikuwa ukinong'ona siri za kale za msitu huo. Lakini kilichowafanya wanyama wengi washindwe kulala usiku huo si giza wala upepo, bali ni hadithi ya pango la ajabu lililokuwa katikati ya mlima mkubwa. Ilisemekana kuwa pango hilo lilificha siri kubwa sana, siri ambayo wanyama wengi waliogopa hata kuikaribia. Wanyama waliokuwa wakiishi karibu na mlima huo walikuwa na simulizi nyingi kuhusu pango hilo. Wengine walisema ndani yake kulikuwa na kiumbe wa ajabu, wengine wakasema kulikuwa na nguvu za kutisha zilizowafanya waliowahi kuingia humo kutorudi tena. Lakini siku moja, sungura mdogo mjanja alisikia mazungumzo yaliyomfanya atake kujua ukweli. Siku hiyo sungura alikuwa akirukaruka karibu na mto kutafuta mizizi na matunda. Ghafla akawasikia kware na tumbili wakiongea kwa sauti ya chini. "Nimeambiwa ndani ya pango lile la giza kuna kitu cha kutisha sana," alisema kware huku akitetemeka kidogo. Tumbili akajibu, "Ndio, wanyama kadhaa waliwahi kujaribu kuingia humo, lakini hawakurudi tena." Sungura alisimama ghafla. Macho yake yakawa makubwa kwa mshangao, lakini moyoni hakujawa na hofu, badala yake alijaa hamu ya kujua. "Lazima nijue ukweli wa jambo hili," alijisemea kimoyomoyo. Lakini sungura hakujua kuwa nyuma ya kichaka kikubwa kulikuwa na mtu mwingine aliyekuwa anasikiliza mazungumzo hayo kwa makini sana. Alikuwa ni fisi, mnyama mwenye tamaa na ujanja mwingi. Fisi alipenda sana kusikia habari za siri, hasa kama kulikuwa na uwezekano wa kupata chakula au hazina. "Siri ya pango la giza," alijisemea huku akitabasamu kwa ujanja. "Huenda kuna chakula kingi sana humo ndani." Kuanzia hapo fisi akaanza kupanga mpango wake. Siku iliyofuata asubuhi, jua lilipoanza kuchomoza polepole juu ya miti mirefu ya msitu, sungura alianza safari yake kuelekea mlima ule wenye pango la giza. Njiani alikutana na kobe aliyekuwa akitembea polepole sana. "Unaelekea wapi sungura kwa haraka hivyo?" aliuliza kobe kwa sauti ya upole. "Ninaenda kwenye pango la giza," sungura akajibu bila kusita. Kobe alisimama na kumtazama kwa mshangao mkubwa. "Pango la giza? Wengi walienda huko lakini hawakurudi. Ni hatari sana." Lakini sungura alitabasamu kidogo. "Wakati mwingine ukweli unapatikana pale ambapo wengine wanaogopa kufika." Kobe alitikisa kichwa kwa mshangao, huku sungura akiendelea na safari yake. Lakini nyuma yake, bila yeye kujua, fisi alikuwa akimfuata kimya kimya. Alijificha nyuma ya miti na vichaka, akihakikisha sungura hamuoni. Mpango wake ulikuwa rahisi. Angeacha sungura aingie pangoni kwanza, agundue siri iliyomo ndani, halafu yeye aje kuchukua faida. Baada ya muda mrefu wa kutembea, sungura alifika mbele ya mlima mkubwa. Mbele yake kulikuwa na mlango wa pango uliokuwa mweusi kama usiku wa manane. Hata mchana ule wa jua kali, ndani ya pango palionekana kwa giza totoro. Sungura alisimama kwa muda kidogo. Alimeza mate kwa tahadhari, lakini hakurudi nyuma. "Acha nijue ukweli wa pango hili," alisema kwa sauti ya chini. Kisha akaanza kuingia polepole ndani ya pango. Kila hatua aliyopiga ilisababisha sauti ndogo ya mawe kugongana chini ya miguu yake. Ndani ya pango kulikuwa na baridi kidogo na ukimya mzito. Ghafla alisikia sauti ya ajabu. "Wuu, wuu." Sungura alisimama ghafla, lakini baada ya kusikiliza vizuri, aligundua kuwa ile ilikuwa sauti ya upepo uliokuwa unapita ndani ya mianya ya miamba. Hivyo akaendelea mbele. Nje ya pango, fisi alikuwa anasubiri kwa hamu. "Harakisha sungura," alijisemea. "Gundua siri halafu mimi nitachukua kila kitu." Ndani ya pango, sungura aliendelea kutembea mpaka alipofika sehemu iliyokuwa na mwanga hafifu uliokuwa unaingia kupitia ufa mdogo wa mwamba. Alipokaribia zaidi, macho yake yalifunguka kwa mshangao. Kulikuwa na rundo kubwa sana la chakula, matunda, mizizi, mahindi na nafaka nyingi sana. Sungura alishangaa sana. Kumbe hii ndiyo siri ya pango hili. Inaonekana wanyama wengi walikuwa wanahifadhi chakula chao hapa bila wengine kujua. Lakini sungura alipogeuka kuondoka, aliona kitu cha ajabu ardhini. Kulikuwa na alama kubwa za miguu. Alizitazama kwa makini. Hizi ni alama za fisi. Mara moja sungura akagundua ukweli. Fisi alikuwa anatumia pango hili kwa siri kuiba chakula cha wanyama wengine.
Hapo Sungura akapata wazo la kumfundisha fisi somo. Alikusanya mawe makubwa karibu na mlango wa pango kutoka ndani, kisha akajificha pembeni kimya kimya. Baada ya muda mfupi, fisi aliingia pangoni kwa tahadhari. Sungura, uko wapi? aliita. Hakukuwa na jibu. Fisi akaendelea ndani zaidi, lakini alipofika katikati ya pango, Sungura alisukuma mawe yale kwa nguvu. Mawe makubwa yalianguka na kufunga sehemu ya njia ya kutoka. Fisi alipiga kelele kwa hofu, nisaidieni, nifungulieni. Sungura akatoka mafichoni na kusema kwa utulivu, fisi, tamaa yako imekufikisha hapa. Ulitaka kutumia wengine kugundua siri ili uibe chakula chao. Fisi alianza kuomba msamaha, nisamehe Sungura, sitafanya tena. Baada ya muda, Sungura aliondoa baadhi ya mawe ili fisi aweze kutoka. Lakini kabla hajamruhusu aondoke kabisa, alimwambia kwa ukali, kuanzia leo, chakula cha msitu kitagawaniwa kwa haki. Hakuna atakayewaibia wengine tena. Habari za tukio hilo zilisambaa haraka msituni. Wanyama wote walimshukuru Sungura kwa kugundua siri ya pango na kumfundisha fisi somo muhimu. Tangu siku hiyo, pango la giza halikuwa tena mahali pa siri wala hofu. Lilikuwa ghala la pamoja la chakula cha wanyama wote wa msitu. Na fisi alijifunza kuwa tamaa na ujanja mbaya hauwezi kushinda akili na hekima. Na kama umeifurahia hadithi hii ya Sungura na Fisi, usisahau kubonyeza like, subscribe na share video hii ili watu wengine pia wajifunze hekima iliyomo ndani yake. Tuandikie pia kwenye maoni ni hadithi gani ungependa tusimulie kwenye video inayofuata. Asante sana kwa kutazama na tukutane tena kwenye hadithi nyingine.